أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuko katika masiku ambayo kwamba watu wa kila nyanja ya sehemu ambazo kwamba tuko nazo katika ulimwengu wetu, kuna masherehe tofauti ambayo kwamba watu wanaenda kusherehekea sehemu kama zile, na sherehe hizi zinakuwa ni sherehe za itikadi tofauti. Tuwe ni katika sherehe za itikadi ya Kiislamu au ni katika sherehe za itikadi wa ndugu zetu wa Kristo ambao kwamba tunaishi nao katika jamii tulionayo. Sasa katika msimu huu ambao kwamba ndio masiku tulionayo na ni katika dasturi ya mfululizo wa maisha yetu tunaoishi kwa kila leo, je, kuna haja gani kama Muislamu awe ni mwenye kuchukua tahadhari na kuchukua nafasi ya kuwapata au kufanya da'wa kwa ndugu zake ambao kwamba si Waislamu wakiwa katika sherehe zao? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya niliyotanguliza kuisoma anasema, ud'u ila sabili rabbik, lingania, vutia watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa masharti, bil hikmati wal mau'izati hasana. Wakati ukivuta watu au ukilingania watu ambao kwamba sio wa itikadi yako, ni lazima da'wa yako au mlinganiaji wako uwe na hikma ndani yake pamoja na mazungumzo yaliyo mazuri. Kwa sababu gani nasema aya hii inatukusanyia msingi wa mada yetu ambayo kwamba tutaizungumzia da'watu fi mawasimul a'yad ghairul muslimin, ulinganiaji wa msimu ambao kwamba ni wa sherehe ambazo kwamba sizo za Kiislamu. Ndiyo, sherehe si za Kiislamu, lakini kaifa nad'u ila sabilina, vipi tutawalingania kupitia sherehe yao kuingia katika itikadi zetu, bil hikmati wal mau'izati hasana. Ni lazima kupata silaha mbili. Moja, ni lazima uwe na busara na hekima ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, na hekima hiyo uiweke katika sehemu ambayo kwamba utawazungumzia katika maneno yaliyo mazuri. Aya hii kwanza inaita wito wa da'wa, kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameenda kumwamrisha kila mwanadamu kuwa yeye ni mas'ul, pale akisema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga. Kwa hivyo aya hii inatuambia kuwa da'wa ambayo kwamba yastahili sisi kama Waislamu, na ndani yake tuko na watu ambao kwamba au tunaishi na jamii ambayo kwamba si Waislamu, ni lazima kupatikane suluhisho la da'wa, ulinganiaji. Na katika ulinganiaji sharti yake ya kwanza kupatikane hikma, si urukukwe
au kukejeli au kufanya mizaha kwa itikadi za wengine, namna unavyoamini itikadi yako ndio yule mwenzake anavyoiamini itikadi ile. Zote ni itikadi, lakini itikadi zimeenda kutofautiana kulingana na tunavyoamini, lakini zote tunaita ni dini, ambazo kwamba mwanadamu kwa fitra alioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuichagua ile dini ambayo kwamba yeye anaoitaka. Sasa utapata mara nyingi wanaotusaidia katika jamii iliyotuzunguka vile hatuishi sana nao, ambao kwamba si Waislamu, unapata ni Wakristo, lakini ni lazima uishi nao kwa hikma, ni lazima utangamana nao kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuamrisha. Hii ni sampuli ya tofauti ya namba, ambayo kwamba namba ni moja, lakini ukiwa katika sehemu tofauti, kila mtu anaiona namba kulingana na muonekano wake. Namba yenyewe ikiwa katika upande wangu nimesimama, nitaiona ni 6, lakini kwa upande wako waiona ni 9. Kwa hivyo tumetofautiana kwa sababu kila mwanadamu amekaa katika upande wake. Ukitaka kumkinaisha kuwa hii ni namba 6, ni lazima aje katika upande wako aione kwa ni namba 6. Kama vile ambavyo kwamba ukitaka kuona ile ni namba 9, ni lazima uende katika upande wake ndio upate kuiona kwa ile ni namba 9, sio 6. Sasa vipi tutamvuta yule ambaye kwamba yuko katika upande anaoiona ile namba ni 6 sio 9? Na ni vipi tutamvuta yule ambaye kwamba anaiona namba ni 6 na sio 9? Nafikiri ni lazima tukubaliane kuwa ile yote ni namba, yani ittifaq bainana, labudda an yusama hadhihi raqm. Hii ni lazima kila mmoja afikiane na mwenzake kuwa hii ni namba. Baada ya mwafaka kuwa hiyo ni namba, ukitaka aje namba yake ni lazima uwe na hikma wal mau'izatun hasana. Ni lazima uwe na hikima ya kumvuta katika upande wako, kumleta katika upande wako kwa hikma yako na mawaidha yaliyo mazuri. Hapa ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompatia hikima bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati ameenda kuwekewa watu ambao kwamba ni wanafiki wanaishi nao, watu ambao kwamba ni makadhib, ni waongo wanaoishi nao, watu ambao kwamba ni makafiri wanaoishi nao. Lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hikma yake alienda kuongea mau'izatun hasana, wajadiluhum billati hiya ahsan, kujadiliana na wao pia, lakini kwa maneno yaliyo mazuri. Ndio maana utamkuta Abu Bakar Siddiq alikuwa ni kafiri mkubwa, Umar bin Khattab alikuwa ni kafiri mkubwa, Uthman bin Affan alikuwa ni kafiri wakubwa, mabadili wa kafiri. Ni namna gani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichukua njia ya kuwapendua, kuona kuwa waje katika upande wake, waone kuwa ni namba 9 sio 6, bil hikmati wal mau'izatun hasana. Hii ndio wito na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoitumia kuingiza Waislamu, kuingiza ambao kwamba si Waislamu katika Uislamu. Lidha ayuha alikhwa, huu msimu si wa kusema kuwa sherehe hizi ni haramu, tutabaki kubaki hapo kila siku, hakuna mzunguko, hakuna mabadiliko. Utaenda kukuta mimbari zote za Waislamu
wanaenda kunadi kuwa Waislamu wasisherehekee siku ambazo kwamba si zao kila mwaka. Aina taghayyur, iko wapi mabadiliko? Yapo wapi mambo ambayo kwamba ni msingi wa jamii unaoishi nao? Kwa sababu huwezi kuondoa unapoishi, na hauwezi kukaa nao kwa kinyongo, kwa hikdi, kwa hasad, kwa chuki, kwa sababu ni jamii ambayo kwamba uko nao. Sasa hii itatupelekea da'watu fi mawasimu a'yadu ghairu almuslimin, sisi kuchukua fursa ya kufanya ulinganiaji ndani ya masiku yao ya sherehe. Yani iwe ni kama huko sisi tuichukua sasa kwa siku zenu ndio hivyo, lakini katika hizo siku tunachukua nukta ambayo kwamba tunaafikiana nayo ili kuwekana uzuri. Kwanza, kama nilivyotangulia kupiga mfano wa namba, tuamiliane kwa ni namba sote ni itikadi, alafu umvute katika sehemu yake bil hikmati wal mau'izatu hasana. Almuslimu thabit, muislamu ambaye kwamba akona akida ya kuthibiti katika akida yake, ma'al adlu, na akiwa na uadilifu, warahma, na vile vile na huruma, min ghairi muslimin, kwa watu ambao kwamba si Waislamu. Hiyo ndio silaha ya kwanza ya kumvuta asiyekuwa Muislamu kupenda Uislamu. Hiki ndio kipindi ambacho kwamba sisi mara nyingi tunatengana. Itafika mahali paka akiweka status ya ile siku yake, wewe unakejeli ile siku. Hiyo si hikma, hiyo si mau'izatun hasana. Kama vile ambavyo kwamba unataka mtu aheshimu itikadi yako, ya kulazimu na wewe uheshimu itikadi ya nani? Ya mwenzako. Kama vile sisi Waislamu tuko na madhehebu tofauti, ni lazima tuheshimu dhehebu la mwenzako kama vile ambavyo kwamba utaka kuheshimiwa dhehebu lako. Hiyo ndio hikma wal mau'izatun hasana. Vile vile as-sulukul hasan, matendo au mwenendo mzuri, ablaghu fi da'wati min kathrati al-kalam, inakuwa unapelekesha ujumbe wa da'wa kwa haraka kuliko kuongea sana. Vitendo ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni mchache wa maongezi, lakini katika vitendo anavyoonekana na makafiri, katika vitendo anavyoonekana na wanafi, katika vitendo anavyoonekana kwa wale makadhabu, ilikuwa ni vitendo vinavyovutia wale. Ndio utapata Bwana Mtume Muhammad katika kisa maarufu, wakati pale alipokuwa yule kafiri ambaye kwamba si Muislamu anamwekea taka uchafu katika nyumba yake, kila akitoka Bwana Mtume anakuta uchafu kwa mlango wake. Siku ya kwanza Bwana Mtume akachukua uchafu ule kuweka katika sehemu husika. Tizama hikma, hakubisha siku ya kwanza, hakuenda kuweka vurugu kwa majirani. Siku ya pili akaona tena Bwana Mtume Muhammad akachukua tena uchafu akaweka katika sehemu yake, lakini siku ya tatu akakuta ule uchafu haupo, akaingiwa na huzuni Bwana Mtume Muhammad. Tizama hikma ya Bwana Mtume, namna anavyovuta mtu katika matendo yake, si maneno. Hakukaa katika ile jamii au katika mtaa kunadi na kusema ni nani wenye chuki na mimi, na mara nyingine kwa mdhania usimjua. Lakini Bwana Mtume alienda kuulizia katika jamii ile, katika mtaa ule, ni yupi? Akaambiwa huyu jamaa leo ni mgonjwa. Bwana Mtume akasema hii ni lazima nimtembelee, kwa sababu huyu ni rafiki yangu, kila siku ananiletea zawadi. Leo zawadi yenyewe sioni, itabidi mimi nimpeleke nini? Nimpeleke zawadi. Bwana Mtume Muhammad akaingia paka kwa mlango wake pamoja na mke akabishi. Wakati Bwana Mtume anabisha ule mlango, mke wake yule jamaa akachunguza, akasema Bwana Mtume haja kukata panga sasa.
leo ni siku zako. Bwana Mtume huyo, Bwana Mtume anabisha tena mara ya pili. Yule jamaa akasema, naomba mfungulie bwana, fungulie. Ikiwa amekuja na shari, basi tutaliona shari lake, na ikiwa amekuja kwa kheri, basi kheri yake pia tutaiona. Bwana Mtume Muhammad akifungua mlango ule, kwa mkono wake amembebea zawadi. Jamani, zawadi ambayo kwamba ilikuwa ni matunda yenye kuvutia na kunukia. Wakati yeye analetewa zawadi kwa kila mlangoni mwake, ilikuwa ni zawadi inaonuka. Alipopatiwa zawadi ile, furaha ya yule mgonjwa kafiri aliye na hikma na hasad na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kubadilishana naye tu kwa uchafu, akampelekea matunda yale mazuri, ikawa ni sababu yake ya kuingia katika Uislamu, akitamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Hikma wal mau'izatun hasana. Hii ndio na sisi sasa katika msimu huu ambao kwamba wanauita Wakristo kwa ni msimu wao wa kusherehekea, sisi tuchukue jukumu la kuingia nao kwa hikma, kwa kuongea nao vizuri, kwa kukubaliana nao kuwa hizi ni itikadi, alafu mau'izatun hasana, kumvuta katika sehemu aliko na kumleta katika sehemu ambayo kwamba wewe. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, kunu lana zayyinan wala takunu alaina shayna. Kuweni ewe Waislamu pambo kwetu, kuweni mazuri kwetu, wala msiwe fedheha juu yetu. Msiwe ni watu wenye kuchukiza kwa ajili yetu, kuweni ni watu wenye kupendeza kwa ajili yetu sisi. Ndio hapo utaona Bwana Mtume aliwacha athari kwa ahli beiti zake wote, namna alivyotembea na watu wasiokuwa Waislamu, watu ambao kwamba ni makafiri, na wakawa katika misiba yao wanalia kwa kuondokea kwao. Lakini jiulize wewe, waishi na mtu ambaye kwamba si Muislamu, je, utamwekea athari gani wakati umeondoka kwako, wakati ambao kwamba umeibiwa kwako, wakati ambao kwamba umepata shida kwako, aathirike na awe ni msaada juu yako? Ndio ule mshairi anasema, amilu nasa kashajara, amiliana na watu kama mti, yarmihim bil ashjar wa yarmihim bi thamar. Watu wanaupora mti mawe, lakini mti unaorushia matunda yaliyo mazuri. Haya ndio mafundisho ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuachia sisi, ili tuwe ni warithi wake, ili tuwe ni watu ambao kwamba watatupelekea wao kutukumbuka kabla ya sisi kukumbukwa. Na mwanadamu katika ulimwengu ni lazima uwe tayari kuacha athari inayovutia, kwa sababu almautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal. Mauti yanakuja ghafla. Sahii tunapoongea, sahii tunaposikilizana, anawezekana kuna mwanadamu ako hospitalini miaka na mikaka, yeye hajulikani yuko hai au amekufa. Lakini wewe ambaye kwamba uko na siha, wewe ambaye kwamba uko na nguvu, ikawa leo unaitwa Umar kwa wakati huu, bila kwenda migration kubadilisha jina ukaitwa marhumu, bila kwenda kupiga foleni Huduma Center ukaitwa marhumu, automatic jina lako likabadilika kwa sekunde. Leo wewe mwanadamu unasali 5 maratu fil yawm, mara 5 kwa siku. Sahihi kwa kuswalia salatan
la rukua laha wala sujuda laha, swala ambayo kwamba haina rukuu wala sujudu. Leo ndugu yangu wapotea, wasafiri kwenda nyumbani, masafa, tikiti ya mbali, unaenda wewe mwenyewe. Leo hapa tutakuwa sisi tunakupeleka kwa sehemu ndogo kabisa. Lao ungelikuwa uko hai, ungelikuwa unapoteza fare yako kwa pikipiki kuelekea makaburini, leo sisi tunakubeba na kupeleka. Sasa tizama, yani huu ni mwisho wake mwanadamu, na mwisho wake haujulikani ni sasa au ni sasa hivi. Hii inatupatia mafunzo kuwa ni lazima tuwe tayari kuishi na watu ambao kwamba wako na itikadi mbali na sisi, bil hikmati wal mau'izatun hasana, kwa hikma pamoja na mawaidha yaliyo mazuri. Ndugu zangu Waislamu, huu msimu utapata hata mara nyingine majirani wako wanakuwekea midundo ya nyimbo, kwa sababu ni siku yao ya kusherehekea. Wanakuwekea vurugu, fujo wakati wataka kupumzika labda na familia yako. Lakini je, utachukua hatua ipi ya kulikemea au kulisitisha lile jambo linaokukera? Kwa sababu Bwana Mtume wacha kupigiwa nyimbo, alikuwa anatoteshiwa kiatu chake kwa maji, kwa damu, na bado akiwa mvumilivu, sabr. Na katika maisha ya mwanadamu ukitaka kufaulu ni lazima utie kiungo cha subira, kwa sababu anasema shujaa mkubwa ni yule ambaye kwamba anazima hasira zake wakati yeye akiwa na dhiki au na shida zimempata. Hapa ndio utaona Ali bin Abi Talib alipokuwa wakati wake hadi kuwa na maisha yale ambayo kwamba amemrithisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwa yeye anaogelea na familia yake, anaogelea na ashabu zake, wakati yeye anaishi na jamii yake. Ndio hapa utajua Uislamu mpaka kutufikia sisi umepitia sehemu zipi na ni wapi na ni wapi. Kwa hivyo ni lazima hayo misimu si yetu. Usiwe mkali, usipigane kwa maneno, fanya vitendo ambavyo kwamba vitendo vile zitaleta athari, kwa sababu hili ni tukio la kila mwaka, haliji mara moja kwa maisha, bali ni kila mwaka linakuja. Je, mwaka jana ulisema ni haramu, mwaka huu umesema ni halali, bado uko katika haramu wewe. Mwaka juzi ulisema ni haramu, mwaka jana ukasema ni haramu, na mwaka huu tena useme ni haramu. Kuna mabadiliko gani kama jamii? Hapa ndipo sitaka tujiulize jamani. Ndio hatua ya ambayo kwamba mwanadamu anastahili aweke, astahili akumbuke wapi alipotoka ili asipotee wapi anaelekea. Na ukitaka kujua wapi unaelekea ni lazima ujigundue sahihi uko wapi. Ndio ile inna lillahi wa inna ilayhi raji. Sisi ni mwenye tumetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tutarudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shida ni aina nahnu al'ana, yani sahihi tufanyaje? Kwa sababu tuna 100% tutarudi tulipotoka. Ndugu zangu Waislamu, hii mada yastahili lau hizi mimbari zetu tulizonazo tujaribu kugeuza mwenendo wa kubadilisha kulingana na maisha yanapotembea. Waila itabaki kila Ramadhani utaongelea kuhusu saumu zinazovunja saumu. Kila siku ya Idi utazungumza siku ya furaha. Kila siku za sherehe za Ukristo utasema hii ni haramu. Itakuwa wewe una rotate, huongezi. Na mara nyingi watu wanastahili wawe wingi wa kusikiliza kuliko kuongea, kwa sababu ukisikiliza unaadi kitu usichokijua,
ukiongea unarudia unayojua. Nas'alullah al-auna wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.